Ni moja ya silaha za kisasa na hatari zaidi duniani. Ina uwezo wa kutungua ndege za kivita, makombora ya masafa marefu na hata silaha za kimkakati za anga. Mfumo wa S-400 Triumph, fahari ya Urusi, kero kwa NATO. Leo tutakuchambulia kwa makini mfumo huu wa ulinzi wa anga ambao umebadilisha mizani ya nguvu za kijeshi duniani. Mfumo wa S-400 Triumph ulianza kuundwa na kampuni ya Almaz Entey nchini Urusi mwanzoni mwa miaka 1990 kama mlisi wa mfumo wa S-300 ambao tayari ulikuwa tishio kwa ndege za kivita. Hata hivyo, S-400 si toleo la kisasa tu, ni mabadiliko kamili. Ujenzi rasmi wa mfumo huu ulianza mnamo mwaka 1993, lakini ulizinduliwa rasmi katika matumizi ya jeshi la Urusi mwaka 2007. Wazo kuu lilikuwa ni kutengeneza mfumo wa kujilinda dhidi ya mashambulizi ya anga ya aina yoyote: ndege, makombora ya ballistic, makombora ya cruise na hata droni, huku ukiwa na uwezo wa kutambua, kulenga na kuharibu kwa wakati mmoja malengo mengi kwa umbali mkubwa sana. Mfumo wa S-400 unajumuisha vipengele vikuu: rada ya kugundua malengo, inaweza kuona malengo hadi kilomita 600 hata ikiwa yanaruka kwa urefu wa chini sana au kwa kasi ya juu sana. Kituo cha udhibiti cha kuongoza, hiki ndicho kiini cha mfumo. Kinafanya uchambuzi wa hali, kuchagua malengo na kuamua kombora gani litumike. Kizindua makombora, kila kizindua hubeba hadi makombora 4 na kitengo kimoja cha S-400 kinaweza kuwa na vizindua hadi 12, jumla ya makombora 48. Makombora yenyewe kuna aina 4 kuu: 40 N6E, masafa hadi kilomita 400, ndege za kivita; 48 N6E3, masafa hadi kilomita 250, makombora ya ndege za kasi; 9 M96E2, masafa hadi kilomita 120, lengo dogo na droni; 9 M96E, masafa hadi kilomita 40, uharibifu wa malengo ya karibu kwa haraka. Kila kombora lina mfumo wake wa mwongozo wa rada na linaweza kufuata lengo hata likibadilika ghafla. S-400 inaweza kushughulikia hadi malengo 80 kwa wakati mmoja, ikilenga hadi makombora 36 kwa wakati mmoja. Inaweza kutambua ndege zenye stealth kama vile ndege za Marekani za F-22 na F-35, hata kama si kwa 100%, lakini kiwango cha kutambua ni cha juu sana. Imejengwa kupambana na mashambulizi ya first strike kutoka NATO au Marekani. Inachukuliwa kuwa mfumo wa ulinzi wa anga wa kisasa zaidi kuliko hata mfumo wa Marekani wa Patriot ama PAC-3 katika baadhi ya vipengele, hasa masafa, kasi ya majibu na uwezo wa kushughulikia malengo mengi. Ingawa Marekani imepinga kwa nguvu mauzo ya S-400, bado kuna mataifa yaliyosubutu. Taifa la China ilikuwa ni nchi ya kwanza ya kigeni kununua mfumo huu. Taifa la India liliingia mkataba wa zaidi ya dola bilioni 5 licha ya vitisho vya Marekani. Taifa la Uturuki, mwanachama wa NATO, alinunua S-400 mwaka 2017, jambo lililozua mgogoro mkubwa. Taifa la Belarusi na Syria zimenufaika kupitia usaidizi wa Urusi. Algeria na Iran wanaonesha nia. Mataifa ya Afrika na Mashariki ya Kati yanafuatilia kwa karibu. Mfumo wa S-400 umekuwa kichocheo cha mvutano mkubwa wa kisiasa, hasa baina ya Marekani na washirika wake. Marekani imetumia sheria ya CAATSA kutoa vikwazo kwa nchi zinazonunua silaha kutoka Urusi. Kwa mfano, baada ya Uturuki kununua S-400, Marekani iliondoa nchi hiyo kwenye mradi wa ndege ya kisasa ya F-35. S-400 si tu silaha ya kijeshi, ni silaha ya diplomasia ya kijeshi. S-400 imewekwa katika maeneo mbalimbali ya migogoro. Nchini Syria imelinda vituo vya Urusi dhidi ya mashambulizi ya Israeli na Marekani. Katika mji wa Crimea na Donbas imelinda anga dhidi ya mashambulizi ya Ukraine. Katika mji wa Kaliningrad, eneo la kimkakati la Urusi linalozungukwa na mataifa ya NATO. Ingawa mara chache sana imetumika kushambulia moja kwa moja, uwepo wake peke yake unatosha kuzuia mashambulizi ya anga, ni kama kinga ya mwamvuli wa chuma. Wachambuzi wanaendelea kujadili, je, S-400
inaweza kulizuia kombora la hypersonic? Je, inaweza kuiona ndege ya Marekani ya F-35 kwa ufanisi kiasi gani? Ina udhaifu gani dhidi ya mashambulizi ya wimbi, saturation attack? Jibu lake ni gumu, kwani mambo mengi hubaki siri ya kijeshi. Lakini ukweli mmoja ni wazi, nchi yoyote inayomiliki S-400 ina kizuizi kikubwa angani. S-400 bado ni silaha mpya na itaendelea kutumika kwa miaka mingi. Hata hivyo, Urusi tayari inajenga mfumo mpya zaidi, S-500 Prometheus, wenye uwezo wa kushughulikia hata satelaiti na makombora ya nyuklia ya nje ya anga. Lakini kwa sasa S-400 bado ni mfalme wa anga, mfumo uliojaa akili ya kivita, teknolojia ya hali ya juu na mafumbo ya kisiasa. Katika zama hizi za mashindano ya silaha na mivutano ya kisiasa, mfumo wa S-400 Triumph ni mfano hai wa jinsi teknolojia ya kijeshi inavyoathiri siasa za dunia. Si tu kombora, ni ujumbe, ni onyo na ni ishara ya nguvu. Umejifunza nini kuhusu mfumo huu wa S-400? Tuandikie kwenye maoni. Usisahau kulike, kusubscribe na kisha kushare makala hii na kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili uweze kupata makala zetu kila wakati. Mimi sina la ziada, nikutakia usikivu mwema vipindi vinavyokuja. Bye bye.